Mwenyezi Mungu niko sawa sawa. Tayari wamewasili hapo nyuma yako? Sio wamewasili, wameanza kuwasili. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kuamka salama siku ya leo hapa Arusha. Tukiendelea na kambi yetu hapa Arusha, tukiwa tunaendelea na programu ya kucheza mechi zetu za mashindano mbalimbali. Tayari tumecheza mechi mbili, ligi kuu ya NBC pamoja na kombe la shirikisho. Tumesaliwa na mechi moja ambayo itapigwa siku ya Jumatano ya tarehe 15 dhidi ya Fountain Gate. Kikosi kinaendelea na program ya mazoezi hii leo na kila kitu kinakwenda vizuri. Tunasubiri siku ya Jumatano tuje tumalizie shughuli yetu. Lakini kama ambavyo tulitangaza jana ya kwamba siku ya tarehe 14 kwa maana siku ya Jumanne tutakuwa na tukio la kihistoria, tukio la kipekee na tukio la kwanza la Simba Sports Club kufanyika hapa katika mkoa wa Arusha. Tukio lenyewe ni tukio la wakutanisha wanasimba kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania ambao wako hapa Arusha, wamepiga kambi hapa Arusha kwa ajili ya kuipigania Simba yao. Litakuwa ni tukio la kuchoma nyama ya mbuzi ama nyama choma, inaitwa Simba Nyama Choma Festival, ambalo wanasimba tutakutana hapa. Tutachoma nyama kuanzia asubuhi mpaka jioni, watu watakula na kuenjoy. Tukio hili litafanyika hapa katika viwanja vya Gymkhana ama viwanja vya Mgambo hapa Arusha, na kila mwana Simba wa hapa Arusha na wale wana Simba ambao wamekuja kutoka mikoa mbalimbali wote wanakaribishwa katika tukio hili. Kutakuwa kuna nyama choma ya mbuzi wa kutosha. Tutakuwa na nyama choma ya kondoo wa kutosha, na tutakuwa na nyama choma ya kuku vile vile, na yenyewe italika hapa. Kwa hiyo kama hauli kuku, hauli mbuzi, utakula kondoo. Kama hauli kondoo, hauli mbuzi, utakula kuku. Kama hauli vyote, basi utakula hata majani, ili mradi na wewe ushiriki kula. Lakini itaambatana na vitu mbalimbali. Kutakuwa kuna viazi choma, kutakuwa kuna ndizi choma, na kutakuwa kuna ugali kwa wale ambao wanapenda kula ugali, ndugu zangu Wasukuma na watu wengine wagumu watapatiwa ugali wao hapa. Kwa hiyo itakuwa ni full kula kujiachia, full kula kufurahia. Hakuna masharti wala hakuna kiingilio. Kila mwana Simba ambaye anajifahamu ana damu ya Simba anakaribishwa kuhudhuria katika tukio hili. Lakini sharti pekee litakalo kuwezesha wewe kuingia katika uwanja huu na kutafuna nyama zetu ni uvae jezi ya Simba Sports Club, jezi mpya ya msimu huu ya Simba Sports Club, tena jezi original ya Simba Sports Club. Kwa atakayevaa namna hiyo, basi atakuwa ana qualify kuja kuhudhuria tukio hili na kutafuna nyama. Hivi sasa tunapokea mbuzi watano. Hawa ni ahadi kutoka kwa mkurugenzi wa jiji la Arusha, Mheshimiwa John Kayombo. Yeye aliahidi kutoa mbuzi watano ili wanasimba tujiagalule, na amekabidhi mbuzi wake watano hawa ambao tayari kwa ajili ya kesho kuwafanya kitoweo. Msiwaangalie sana, wataona aibu. Lakini tunaendelea kupokea mbuzi wengine. Tuna takriban mbuzi kati ya 7 mpaka 8 kutoka halmashauri ya Arumeru ambayo inaongozwa na mkuu wa wilaya ya Arumeru, Mheshimiwa Mwinyi Ahmed, naye anatuletea mbuzi wake sanjari na mkurugenzi wa halmashauri hiyo Mwalimu Zainab, naye anatuletea mbuzi. Kwa hiyo kwa jumla halmashauri nzima imetuchangia mbuzi 8 ambao wanakuja hapa. Lakini kuna Mheshimiwa Nasari. Yes, Mheshimiwa Nasari ambaye yeye kwanza ametulipia wachomaji na ametuletea wachomaji professional, wataalamu, mchezaji ambaye anachoma nyama ya kondoo, alafu ukiachanisha hivi inakuwa kama nyama ya sufi, inakuwa kama sufi. Mchomaji, umechoma mchezaji. Oh, basi ndio wao. Mchomaji professional ambaye anachoma nyama ya kondoo, alafu ukinyanyua hivi ile nyama inaachana.
ametuletea mheshimiwa Nassari, na amesimamia shughuli nzima ya kuhakikisha kwamba wanasimba wanafurahia hapa, lakini vile vile na yeye ametupa mbuzi wawili wa maana kwa kweli, wakubwa kama tembo, na wenyewe tutawachinja hapa kwa ajili ya kuhanikiza. Lakini wapo wadau wengine mbalimbali wameendelea kujitolea mbuzi. Mfanyabiashara wa madini Bwana Taiko kutoka Mererani ametupa mbuzi watatu, na wengine mbalimbali wameendelea kutoa mbuzi wao kwa ajili ya wanasimba kufurahia, na bado tunaendelea kupokea mbuzi. Kama una mbuzi una kashilingi 20 kako, wewe nipe tu, tutanunulia hata pilipili, yani ili mradi kila mwanasimba ashiriki. Na kwa nini tunafanya hivi? Kwa ajili ya kuwakutanisha wanasimba pamoja. Nanyi ndugu zangu waandishi wa habari, nanyi mnakaribishwa kwenye tukio letu la kesho. Ninyi hakuna masharti, nyinyi njoeni. Usije ukaangalia kutafuta jezi nyekundu hivi sasa na nini ili mali tuje kula nyama ya bure. Nyinyi njoeni, nyinyi mnaruhusiwa, tuje tuenjoy ndugu zangu waandishi wa habari. Wewe Zai, huu sio mwili wako. Kesho nitakupa nyama ya kondoo yenye mafuta, ule unenepe, ufurahie. Utakula tuwezi kufa. Na wewe nitakupa nyama ya kondoo ya mkia. Utakula, utanenepa, utaenjoy maisha mamangu. Utanenepa. Kwenye jezi original umesema kwamba wao ndio wataruhusiwa kuingia, ni kwamba kesho mtascan hapa kabla. Jezi fake tunaijua. Mimi nikikaa tu, hata mtu akiwa kule najua yule bwana akavaa jezi fake. Kwa mwenyewe nitakuwa hapa, mtu akipita na bwana hii fake rudi nayo, katafuta original uje ule nyama. Sijui umeelewa lakini tutakuwa na watu ambao wana utambuzi mkubwa wa masuala ya jezi. Kwa kimona mtu ana jezi fake, bwana wewe ishi hapo, rudi huku, wanaingia wenye vitu halali tu. Semaji, kuna watu wanasema tukio hili pengine limeigwa kutoka kwa wale ambao huwa wanachinja ng'ombe na ngamia. Utofauti wa matukio haya unaweza ukawa wapi hasa? Na wenyewe wanasema utofauti ni kwamba wale wanatia maji, nyinyi mnachoma. Basi ndo tofauti hiyo. Kama hamjawaiga. Basi ni tofauti. Kama wao wanatia maji, sisi tunachoma. Basi ndio tofauti yenyewe hiyo. Kikubwa ama kimsingi ni kwamba sisi tunafanya kwa ajili ya watu wetu na jambo moja nimesahau la msingi. Nyama ambayo tutachinja hapa ya mbuzi, kondoo na kuku, sio tu tutakula wenyewe na kumaliza hapa. Ziko nyama nyingine ambazo tutakwenda kutoa sadaka kwenye kituo cha watoto yatima, na wenyewe wapate kula nyama ya mbuzi kutoka Simba Sports Club, lakini tukiambatanisha na dua yetu kwa Mwenyezi Mungu kwamba ewe Mwenyezi Mungu, tunajalia sadaka hii iwe sababu ya sisi kufungukiwa mambo yetu ya Simba Sports Club, tuweze kufanya vizuri msimu huu. Sawa. Semaje, jana usikia ukimzungumzia Selemani Mwalimu kabisa? Jana mazingira ya interview yalikuwa changamoto kidogo, na nyenyewe mkamesa mkafanya blanda, lakini mkakosa interview nzuri, lakini hakuna shida. Leo tumekutana. Jana Selemani Mwalimu kafanya ubaya wa kiwango cha hali ya juu sana, na Selemani Mwalimu ameonyesha yeye ni mshambuliaji wa daraja la aina gani. Na mimi niseme tu hapa, katika timu 16 za ligi kuu Tanzania bara hakuna timu inayomiliki mshambuliaji aina ya Selemani Mwalimu. Na wapeni huo muda, endeni mkafanya utafiti wa kutosha. Hakuna mshambuliaji anayefikia quality, anayefikia ubora wa Selemani Mwalimu. Selemani Mwalimu amewaacha mbali sana washambuliaji wengine. Maana yake ni kwamba Selemani Mwalimu kwanza sio tu hazina ndani ya Simba Sports Club, lakini ni hazina kwa taifa letu hili ya Tanzania. Mimi ni waombe wana Simba Sports, hatuwezi kumpata Selemani Mwalimu mwingine kwa miaka hivi karibuni, kwa sababu nikikwambia mwana Simba tafuta mshambuliaji mzawa hapo umlete Simba msimu unaokuja, utahangaika dunia nzima usimpate. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba tunatakiwa kumuunga mkono Selemani Mwalimu, tunatakiwa kusimama kidete na Selemani Mwalimu, tunatakiwa kumwamini Selemani Mwalimu. Kama anakosa magoli, tumuendelee kumpa moyo ya kwamba unaweza kufanya vizuri zaidi. Kama anafunga goli moja, tumwambie unaweza kufunga moja, unaweza kufunga mawili, ukafunga mpaka matatu. Selemani Mwalimu anatuhitaji sana sisi. Na wapinzani wetu
wanafahamu ubora wa Selemani Mwalimu, ndio maana wanatumia nguvu kubwa kwenye vyombo vya habari kumdhihaki, ili kumnyong'onyesha Selemani Mwalimu ashindwe kufanya kazi yake ipasavyo. Sasa wakati wao wanamshambulia mshambuliaji wetu Selemani, sisi jukumu letu ni nini? Kuungana nao tumshambulie, ama tusimame kidete dhidi ya wale wanaomshambulia Selemani, awe sehemu salama anapokuwa anawaona wana Simba wenzie. Selemani Mwalimu ni top striker. Tazama goli la pili alilofunga jana. Lile sio goli ambalo anaweza akafunga mtu yoyote, na sio goli lake la kwanza anafunga namna hiyo. Aliwafunga nadhani ni Costi kama sikosei. Kuna watu waliwafunga goli kama hilo. Alipenyezewa ni Costi, alipenyezewa pasi na Chama kitu kama hicho. Movie ilianzia golini kwetu huko. Chama akapasiana na Oura pasi ya mwisho ikawa ni ya Chama, akachukua akaingia nayo kwenye 18. Golikipa anakuja wa Costi akamlamba, alafu akapasia. Na jana ilikuwa ni copy and paste. Amepewa pasi moja maridadi sana, akaingia nayo kwenye 18. Alikuwa na option ya kumpa Libase Geye, lakini akataka kutuonyesha kwamba yeye ni mshambuliaji wa daraja la juu mno. Akamkomba mlinda mlango wa Dodoma Jiji, akapasia kunyavu. Magoli kama hayo utayapata wapi? Utayapata wapi Zai? Magoli kama hayo utayapata Simba Sports Club, na magoli kama hayo utayapata kwenye miguu ya Selemani Mwalimu. Kwa ni jukumu letu wana Simba kusimama na Selemani Mwalimu, na mimi niwaambie Selemani Mwalimu huyu atatutoa kimasomaso msimu huu. Umesikia lakini alichozungumza msemaji wa Fountain kuhusu Selemani Mwalimu, hataweza kuwafunga siku ya Jumatano kwa sababu wanamfahamu vizuri. Kama Selemani Mwalimu hatawafunga Coast, hatawafunga Fountain, basi watafungwa na mchezaji mwingine wa Simba Sports Club. Kwa sababu hii Simba ni kama maji. Ukizuia hapa yanapenya huku yanatoka. Hiyo ndio Simba Sports. Kwa hiyo hakuna salama kwao. Shida iko pale pale. Tabu iko pale pale. Kipigo kwao hakitokopeka kwa maana. Iko pale pale. Wanasema hivi, siku yako kuzungumza ni kesho kwenye press conference. Kwanza nani anayesema hivyo? Istanbul. Mbuzi wamechoka. Isa unatazama mbuzi semaji. Isa mbuzi anasema au msemaji wa Fountain. Jumanne tutakula mbuzi. Kwa maana anawaambia tu Jumanne tutakula mbuzi. Nani ametutisha sisi? Istanbul, msemaji wa Fountain. Sasa unahusiana nini na hawa nyuma? Isa nani? Ana haki ya kusema chochote, anachoweza kusema, lakini haitakuwa mechi nyepesi kwetu na wala haitakuwa mechi nyepesi kwao. Itakuwa ni mechi jiwe kwa kila mtu, na sisi tuko tayari kwa mechi hiyo. Niwaambie tu wana Simba ya kwamba wasikae kinyonge. Mechi ya kesho kutwa tunawahitaji uwanjani. Pengine wanachojivunia Fountain ni sare ya 1-1 ambayo waliipata msimu uliopita kule Babati. Pengine hiyo ndio ambayo inawapa ujasiri ya kuamini kwamba wana uwezo wa kuizuia Simba Sports Club. Lakini Simba ile sio Simba hii. Hii ni Simba mpya kabisa ambayo imeboreka kwa kiasi kikubwa kweli kweli. Na sisi tuko tayari kwenda kuonesha kazi kubwa, na hatutaki kupoteza alama, hatutaki kudondosha alama ambayo tumedondosha mbele ya TRA ndiyo alama ya mwisho Simba Sports Club kuidondosha msimu huu. Safari hii ni mwendo mdundo, anayekuja mbele yetu ni kumpasua na kusonga mbele. Semaji la mwisho, nimeona uwanja pembeni hapa, tegemea pengine kesho mtakuwa na mechi labda ya bonanza. Ya tunaandaa hizo logistics kucheza mechi kati ya watu wa Dar es Salaam, kwa maana wana Simba wa Dar es Salaam na wana Simba wa hapa Arusha, kwa ajili ya kutafuta njaa. Unajua kesho ni wewe njoo na big G zako tu ili upate njaa. Ama njoo na dawa ambayo inakurahisishia kupata njaa haraka. Kupata si neno zuri, kupata hamu. Kwa sababu unatakiwa ukitafuna nyama tumbo limejaa, unameza vidonge, unakwenda maliwato, unarudi unaanza upya, unaanza moja. Sababu mbuzi wanatakiwa waisha. Hatubebi kitu hapa.
mbuzi wote watakaochinjwa wanatakiwa waishi hapa hapa. Sasa kama utakuja alafu utashiba, imagine kuna mbuzi, kuna kondoo, kuna kuku, kuna ugali, kuna ndizi choma, kuna viazi, nyama tukisiku kesho hiyo. Walisema tukimwona Elie Mpanzu basi tutie tii kwamba ameshalipwa. Labda kama wamemlipa wao. Sawa. Lakini kwa hajalipwa kweli. Sijui. Tajuaje akaunti yake binafsi unajuaje?